Shalom mwana wa Mungu katika Kristo Yesu na mtazamaji wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Karibu katika kipindi cha Raha, jukwaa la roho, neema na vipawa, mahali ambapo tunakufunulia namna ambavyo unaweza kutumia kipawa ulichonacho kuweza kufunua habari za ufalme wa Mungu hapa duniani. Na mimi ni mtangazaji wako Aksa Brown. Kipindi ni Raha, jukwaa ni roho, neema na vipawa. Kipawa chako, madhabahu yako. Jukwaa la roho, neema na vipawa, siku ya leo tunakuletea mwigizaji na mfalme wa kikuhani katika ufalme wa Mungu, ambaye pia anatajwa kuwa mwigizaji bora kabisa wa karne ya 21 katika jarida la New York Times mwaka 2020. Lakini pia mwigizaji huyu ameweza kupokea tuzo kede kutokana na umahiri wake katika fani ya uigizaji na mchango wake mkubwa kwa wana wa Mungu wengi ambao wamekuwa katika jukwaa la uigizaji katika kuishi kusudi la Mungu hapa duniani. Ubaba ni uwezo wa kujua, kukuza, kusimamia na kuendeleza vipawa ambavyo Mungu Baba ameweka ndani yako kwanza, lakini pia kwa wana ulionao ili waweze kuishi kusudi la Mungu la ufalme wa Mungu hapa duniani. Ndivyo ambavyo imekuwa kwa mwigizaji huyu ambaye aliweza kusimamia, aliweza kukuza, lakini pia kuendeleza vipawa kwa waigizaji wengine na kuhakikisha kwamba vinaendelea kizazi hata kizazi. Waigizaji wengi wenye majina makubwa na maarufu kutoka Marekani wameweza kupita katika mikono yake kwa namna moja au nyingine. Mwigizaji kama Chadwick Boseman ambaye ni marehemu kwa sasa na ameweza kuigiza filamu nzuri kabisa ya Black Panther, lakini pia mwigizaji kama Michael Jordan, mwigizaji kama Will Smith na wengine wengi wameweza kupitia katika mikono ya mwigizaji huyu. Hapa ninamzungumzia mwigizaji bora kabisa wa karne ya 21, Denzel Washington kutoka Marekani. Na hii sio kwa waigizaji wa nje tu, bali hata katika familia yake tunaona kwamba watoto wake John, David, Malcolm, Olivia pamoja na Katie wameweza kupata ujasiri wa kuweza kufuata nyayo za baba yao katika tasnia ya filamu kupitia vipawa walivyonavyo vya uigizaji na uandaa filamu. Mpenzi mtazamaji unayenitazama sasa, kipawa ambacho Mungu Baba ameweka ndani yako unatakiwa kuanza kukisimamia kwanza, kabla ya kuweza kusimamia watu wengine, kabla ya kuweza kusimamia wana wengine ambao na hao wana vipawa ambavyo Mungu Baba ameweza kuwapatia. Hii itakuwa ni rahisi, hii itakuwa ni wazi kabisa kwamba kama utaweza kusimamia kipawa chako kwanza, utaweza kusimamia na vipawa ambavyo Mungu Baba ameweza kuweka kwa watu wengine. Hii ni wazi kabisa, inaweza kuleta maendeleo, inaweza kukuza, inaweza kuleta chachu ya vipawa hivyo kwa hao watu wengine ambavyo tunaweza kuviendeleza kizazi hata kizazi. Lakini pia itawafanya wana wa Mungu waweze kuishi wazo la ufalme wa Mungu, kusudi la Mungu kupitia vipawa ambavyo vimewekwa ndani ya watu hao. Kama ambavyo tunaona Denzel Washington ameweza kukuza, ameweza kulea, lakini pia ameweza kusimamia vipawa vya watu mbalimbali, vipawa vya waigizaji maarufu kabisa nchini Marekani, na tunaona matunda yake ambayo ameweza kufanya, matunda ya kuwa baba wa roho wa uamsho, matunda ya uamsho wa roho, neema na vipawa katika tasnia ya filamu Hollywood. Mwaka 2019 wakati Denzel Washington akipokea tuzo yake ya heshima ya Afterlife Achievement kutokana na mchango wake katika tasnia ya filamu, mwigizaji maarufu kabisa Chadwick Boseman alipata nafasi ya kuweza kumzungumzia Denzel Washington. Alianza kwa kushuhudia namna ambavyo Denzel Washington alimpatia ada ya masomo yake ya ziada yeye pamoja na wenzake kupitia programu maalum ya British American Drama Academies ambayo ilikuwa inatolewa na chuo cha Oxford ambacho kinapatikana huko Uingereza. Chadwick Boseman anasema kwamba katika kipindi ambacho wanafunzi hao walikuwa wameshakata tamaa na kuamua kumshirikisha mwalimu wao Felicia, na mwalimu huyo kwa sababu alikuwa anaamini katika vipawa vya wanafunzi hao, aliweza kumpigia simu Denzel Washington ili aweze kuwalipia ada wanafunzi hao. Katika siku hiyo ya tuzo kwa Denzel Washington, mwigizaji Chadwick Boseman alinukuliwa akisema, "Mimi ni shuhuda ya kwamba moyo wako wa utoaji ni zaidi ya ulivyotoa kupitia filamu. Kama ambavyo wengi mnafahamu habari hii na ya namna ambavyo
Denzel Washington alikubali kutoa fedha zake kulipia ada ya wanafunzi 9 ambao hawakuwa na uwezo wa kulipa ada hiyo katika chuo cha uigizaji cha Oxford, na mimi nikiwa ni mmoja wa hao wanafunzi 9. Empata picha, unapokea barua kwamba ada yako ya chuo imelipwa na sio mtu mwingine bali mwigizaji bora wa muda wote. Mwisho wa kunukuu. Bwana Chadwick Boseman aliweza kuyazungumza hayo mbele ya maelfu ya watu ambao walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kushuhudia Denzel Washington akipokea tuzo hiyo ya heshima kabisa ya Afterlife Achievement. Mpenzi mtazamaji, patia picha, unapita katika kipindi kigumu kabisa ambacho una uhitaji wa fedha lakini hauna hiyo fedha. Kwa wale ambao wamepitia mashuleni na kwa wanafunzi ambao wanapitia hali hiyo wanaweza wakanielewa, lakini tunaona kwamba Denzel Washington aliweza kutoa fedha zake kuwalipia ada wanafunzi hawa, ikiwa na Chadwick Boseman ambaye tunaona kwamba wakati wakiwa wamekata tamaa, yeye pamoja na wenzake 9 ya kuendelea na masomo kutokana na kukosa ada, mwalimu wao aliweza kuchukua hatua ya kumpigia simu Denzel Washington, kwa sababu mwalimu huyo alikuwa anaamini katika vipawa vilivyokuwa kwa wanafunzi hao, na Denzel Washington hakuweza kusita na kuweza kutoa fedha zake na kuwalipia ada wanafunzi hao. Boseman hajaishia hapo, anasema kwamba, na nukuu, na nina hakika kuna shuhuda nyingi za namna ulivyogusa watu wengi kwa moyo wako wa utoaji, lakini kwangu mimi sikupokea ada tu, bali mbegu ya imani uliipanda ndani yangu. Hakuna Black Panther leo pasipo Denzel Washington, na sio mimi tu bali waigizaji wenzangu wote na kizazi chetu chote tumesimama katika mabega yako. Mapambano mengi ambayo umesimama kwa ujasiri na kushinda, namna ulivyojitoa sadaka kusimamia unachokiamini, na vyote ulivyokataa kukubaliana navyo katika safari yako ya uigizaji ambavyo vilikuwa kinyume na imani yako, vimeacha njia kwetu ya kuifuata. Mwisho wa kunukuu. Chadwick Boseman alihitimisha hotuba hii kwa kusema, ni heshima kubwa kujua wewe, kujifunza kutoka kwako na kufanya kazi pamoja na wewe. Bwana na akubariki kwa baraka zote zaidi ya ambavyo ameshawahi kukubariki huko nyuma. Asante sana. Ni heshima iliyoje, mpenzi mtazamaji. Mwigizaji huyu na mfalme wa kikuhani amefanyika kuwa alama, ameweka alama katika maisha ya watu. Tunaona kwamba Boseman anashuhudia namna ambavyo amefanyika kuwa baraka, na tunaona kwamba Chadwick Boseman anaachilia baraka kwa mwigizaji huyu. Anasema Mungu ambariki zaidi ambavyo alishawahi kumbariki huko nyuma. Ni jambo zuri sana, na ndio maana tunasema kwamba Denzel Washington ni baba wa uamsho wa roho wa neema na vipawa nchini Marekani. Tukisema tuzungumze kuhusiana na shuhuda za Denzel Washington, jukwaa la roho wa neema na vipawa halitatosha na wala hatutamaliza. Mwigizaji huyu amefanyika kuwa baba wa uamsho wa roho wa neema na vipawa, amefanyika kuwa alama katikati ya watu wengi. Tumeona mwanzoni kwamba sio kwa waigizaji wa nje tu, bali hata ndani ya familia yake, hata kwa watoto wake amefanyika kuwa alama, amefanyika kuwa baraka, amefanyika kuwa chachu, amefanyika kuwa uamsho wa kuhakikisha kwamba anakuza, analea, anaangalia, anasimamia na kuendeleza vipawa ambavyo vipo kwa watu mbalimbali, vipo kwa waigizaji mbalimbali katika tasnia ya filamu nchini Marekani. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Kipindi ni Raha, jukwaa ni roho wa neema na vipawa, kipawa chako madhabahu yako. Bila kusahau utamaduni wetu wa kulike, kucomment na kusubscribe ili kuendelea kupata mfululizo wa vipindi vyetu. Ni mimi mtangazaji wako Aksa Brown, mpaka wakati mwingine. Shalom shalom.